tunazungumza, umerejea Dar es Salaam. Kwanza tuambie hali ya Arusha ilikuwaje, na pole kwa sababu Arusha ilikuwa nzuri na kila jambo lilikwenda vizuri. Utofauti wake ni ule ambao mechi haikuchezeka tu, lakini mji mmoja uliokuwa mzuri sana, mji wa kitalii. Mapokezi yalikuwa mazuri sana, hususan kwa baadhi ya wanasimba wenzetu, hususan wenye tawi la Sekeri, Simba ya Amani na wale. Yani kiukweli lazima niseme kwa mapokezi yalikuwa mazuri kwa mashabiki wa Simba, hususan wanachama wa Simba wa Arusha. Lakini otherwise yote kwa yote, nia na madhumuni kwa namna ambavyo na tunakwenda kushuhudia mchezo kati ya Simba na TRA. Kilichotokea hatuna sababu ya kumlaumu, kwa sababu Mwenyezi Mungu mwenyewe ameshaamua. Mvua ikawa kubwa, viwanja vitu miundombinu haikuwa sawa sawa, kusababisha mechi kwenda kuahirishwa. Kwa hiyo moja ni kanuni ambayo ni utaratibu wa bodi ya ligi. Sisi Simba hatuna namna, lakini imetumiza sana sababu ni mechi ya pili. Sasa tunasafiri kufuata Tabora, mechi na tulikwenda mara ya kwanza, kile kilichotokea kila mmoja anajua. Tumefika Tabora, taarifa zikatoka kwamba ile mechi itakiwa kuchezwa. Kapangwa mara ya pili, kwa bahati mbaya kwenye ligi ikaja ikakutana na mashindano ya kimataifa. Ya tatu mvua, lakini otherwise endeni mwambeni Kristina Mwagara, sisi sio vilima, sisi ni people tutakutana. Bodi ya ligi haufuatilii pengine ni timu hali ya hewa, mamlaka ya hali ya hewa pengine kupangia mchezo. Unajua sasa shida Neli hapo ni uelewa mkubwa. Unapomuona mtu hali ya hewa pia naye anakaa kwa kubahatisha, kwa sababu hakuna mwanadamu yoyote duniani anaweza akajua kesho yake isipokuwa yeye atatabiri tu kitachotokea kesho. Lakini kuna muda mwingine sisi Waislamu tunaamini kwenye kun fayakun, kuwa na inakuwa. Kwa hiyo kuna muda mwingine tusiwabebeshe lawama bodi ya ligi. Haya mambo yanayotokea duniani kote, tunaona kwa Ulaya kuna muda mwingine barafu inakuwa ngumu zaidi, kubwa, viwanja vinajaa barafu, mechi zinashindwa kuchezeka. Si kila jambo tu linafanyika kwenye ligi basi tuamkie bodi ya ligi tuwaseme. Kama mimi binafsi nitasema pale ambapo wanastahili kusema, na nitawapongeza pale ambapo wanastahili. Kwa lile la Arusha sina namna na wala sina kumlaumu. Kucheza kule Arusha tarehe 18. Utamani kuona bodi ya ligi utafuta mtu wa kufuatilia mamlaka ya ligi. Tunazungumzia Simba, ni ngumu kwenda kuizungumzia Yanga. Alafu Neri nimeshazungumza na nimesema hakuna mwanadamu anaweza kujua la kesho, isipokuwa mwanadamu anabahatisha kwamba kesho nini kitafanyaje, kitatokea. Na ukitaka kujua hilo, mtafute mwanasayansi yoyote, mtafute mtu wa hali ya hewa yoyote, muulize anakufa lini kwa utaalamu wake. Anaweza kukwambia. Kwa nini asikwambie aliyakuwa kesho anaijua nini? Miungu wao. Na walitangaza kwamba kutakuwa ni miungu wao. Ni miungu wao. Mwenye uwezo wa kujua kesho nani? sawa. La Arusha hilo. Michezo inaendelea weekend hii, lakini weekend ambayo imemalizika jana siku ya Jumapili kulikuwa na michezo mingine. Nakumbuka siku ya jana Jumapili mchezo wa kwanza ulikuwa wa Singida Black Star alicheza na Mbeya City akashinda magoli 4-0. Mchezo usiku ulikuwa Dar es Salaam Young Africans na Azam FC au Azam FC dhidi ya Yanga Benjamin William Mkapa. Nataka hoja yangu nianzie kwenye huo mchezo wa Azam na Yanga usiku. Kwa nini matukio sasa hivi yamekuwa yanawaandama sana ni waamuzi na bodi ya ligi? Ni sehemu tu ya kujifichia waamuzi na bodi ya ligi. Kuna baadhi ya timu zinaamua kwa makusudi kwenda kujifichia kwa waamuzi na bodi ya ligi. Warudi wafanye tathmini ya timu zao. Mwisho wa siku atapata jawabu kwamba shida ya waamuzi, shida ni timu. Ni kweli kuna muda mwingine tuna haki ya kuwalaumu waamuzi katika kile ambacho tunachokiona, lakini kuna muda si kila muda tu kwenda kuwalaumu waamuzi katika kile ambacho tunachokiona. Lakini tunazunguka tu, lakini tuzungumze ukweli kupitia ninyi waandishi wa habari. Yanga performance yake imeshuka. Nenda kafanya research mechi 5 zilizopita nyuma. 19 minutes. Shoot on target moja. Unakwenda kulaumu waamuzi? Unakwenda kulaumu waamuzi? Nendeni mkafanye hiyo research. Acha mechi na Yanga JKT ambayo kila mwanadamu mwenye akili timamu anajua nini kilifanyika. Lakini nenda kaangalia Yanga na Namungo, performance ya Yanga ilishuka. Nenda kaangalia Dar es Salaam Afrika na Simba Sports. Itakupa taswira halisi ile mechi. Nenda kaangalia mechi ya Prison na Yanga, itakupa taswira. Ndio mechi ambayo mimi nilizungumza kama alichokuwa anazungumza Neri hapa. Ndio mwanadamu wa kwanza nilisema goalkeeper Mbisa atakwenda kutoa assist ya kutoa. Rashidi, si kila jambo tukujificha kwa waamuzi. Mwenye mamlaka kusema ile goli sio goli alikamwe ameshaamua na ameshawahi kusema.
na kuambia wana Yanga wenzake ambao ni mabumbumbu wanalalamikia waamuzi. Sasa kabla ya sasa unakimbilia nini? Sawa, nakusikiliza. Hapo pana kugusa. Rashid, wewe ulifanya mahojiano na Ali. Ali alisema mwenye mamlaka kusema hii penalty si penalty ni nani? Alisema mwenye mamlaka kusema hili goli sio goli ni nani? Wewe unachoamini alichokuwa anazungumza Ali Kamwe yuko sahihi? Yuko sahihi? Yuko sahihi kwa sababu ni kweli. Yuko sahihi. Kama yuko sahihi, leo ukimwona mtu wa Dar es Salaam Afrika sana mnukia mwamuzi, muamini kwamba huyo si mtu wa nini? Rashid, usizunguke. Waje watu na bunduki, waje na mapanga. No penalty jana, sio penalty. Sasa hapo mimi nataka tuzungumze taratibu, na sio kwa faida yangu, kwa faida ya wanaokutazama ambao wewe ni mashabiki zako. Lile tukio umelitazama vizuri? Nimelitazama kwa 100%, na Mungu shahidi, jana wakati nimekwenda kula daku usiku na tasi wangu na mchele super, nikarudia kutizama ile tendo. No penalty Rashid. Mtafute mwamuzi yoyote duniani anajua kutafsiri sheria no penalty. Wallahi na hapa na somo yangu no penalty. Sio kwa sababu nazungumza matamshi ya Simba na Yanga, nazungumza matamshi kwa mujibu wa taratibu ya sheria. Rashid, rudia tena, kajiulize vitu viwili kati ya mpira na Dube. Yule Mwandosa nini alianza kugusa? Anaitwa Fuentes Mendoza. Nini alianza kugusa kati ya mpira na mtu? Nenda katulize akili, kaangalie, kaondoa ushabiki wako. Rashid nakujua, lakini social ndio wale kaondoa ushabiki. Mpira wa kwanza kati ya Dube na Francis yule, nani aliugusa ule mpira? Acheni, sio kila kitu waamuzi tu. Angalieni wapi mlipokosea, angalieni performance ya timu yenu, acheni kulalamika. Yupi? Na Mungu yule ni binadamu. Haina maana kuja hapo na tena Makonde. Unanitaja Jemedari Saidi Makonde bila kujua nini? Jemedari anacheza mpira, mimi niko kwenye fani ya mpira na muangalia na jezi namba 10. Jemedari bwana amesema Yanga walistahili penalty. Sasa swali mimi nakuuliza, wewe leo nisaidie Rashid, mimi nakupa ofa. Jemedari anasema penalty. Hans Raphael kasemaje? Nisikilize swali langu, usibabaike maneno hapa. Jemedari kasema penalty. Ndio? Sahihi. Hans Raphael kasema sio penalty. Geoffrey kasema sio penalty. Swali, nani yuko sawa katika wawili wale? Kabla hayo tulieni kupatika, mkija kwangu tulizeni akili. Nani yuko sahihi? Jemedari anasema clear penalty, Hans anasema sio penalty. Jemedari anasema penalty, Geoffrey anasema sio penalty. Hapo mnakuja kauli Jemedari kasema. Swali, katika wawili nani yuko sahihi? Hapo nani ambaye yuko sahihi? Rashid, nisikie, tutagombana. Si ndio nasema ambaye yuko sahihi. Si umeniuliza swali? Wewe si uniuliza mimi. Nimejibu sikujibu. Umejibu. Swali nakuuliza, Jemedari kasemaje? Ile ni penalty clear. Yanga wamenyimwa penalty. Hansi na Geoffrey wamesemaje? Sio penalty. Katika hao watu watatu nani yuko sahihi? Alafu utakula maiki zako mwenyewe leo. Hapa leo nakuchukua ofa futari unaondoka nayo. Niambie nani yuko sahihi katika wale watatu? Mimi hapo bwana nasema Rashid, nani yuko sahihi? Mimi nasimama na mtazamo wa mtu kwamba kila mtu ana mtazamo wake. Swali, kama kula pale zinapigwa katika wale watu watatu, upande gani unashinda? Hans na Geoffrey wako wawili. No, ngoja. Wale si wako watatu? Tunapiga kula sasa Rashid, katika wale watu watatu kama ni kula, nani kashinda? Wameshinda Hans Raphael na Geoffrey. Kwa hiyo kama wameshinda ile inakuwa sio kwa kula za Rashid, usaidieni mpira. Mimi Jemedari namjua, Makonde namjua vizuri. Mimi haki ya Mungu nikwambie, Jemedari nimemjua toka anacheza mpira kwenye nchi Kariakoo Lindi. Tunaenda pale Simba tunachezea, Jemedari yuko ndani. Kwa maana kwamba Jemedari hajui mpira. Ni mwanadamu kama mwanadamu mwingine. Iko siku atazungumza clear, iko siku atababaika, hakuna aliyenyoka kwa sababu kila mwanadamu ana mfungu wake. Sawa. Kwani mpira mchezo wa mapenzi kusema watu wawili wamejifungia, kila mmoja aliuona.
Sasa kila mmoja atatumia akili yake. Yanga alicheza kweli mpira mkubwa na 90 minutes, shuti moja tena, shuti lenye la kitoto. Na anasema ukiachana na zile propaganda za kutufikia Shuti la kitoto. Shuti la kitoto, mwanangu Faris anadaka.